nitaconsult na jopo la madaktari watueleze kuna kipya kinachoendelea kati ya wachezaji hao watatu, yani watakuwepo mechi ya Dodoma Jiji ama watakosekana kwenye mchezo huu. Kingetoboa? Nilikuwa nafikiria swali lako. Isa Dedi, hauna swali? Isa kamaliza. Bumba tu. Kuna namna leo mlioacha TMA nao walikuwa wanapiga mpira. Ni hamkufungua full booster au nao mliacha enjoy? Kulingana na mazingira ya mifungo Ramadhani, Kwaresma, wachezaji wengi wanakuwa kwenye mfungo huu. Kwa hiyo intensity yao na energy yao inakuwa sio ya 100%. Kwa hiyo unachofanya ni kucheza kwa malengo. Unaingia, unatafuta mabao yenu, baada hapo mnatulia, mna relax, mnasubiri dakika 90 zimalizike ili wachezaji waendelee kuwa na utimamu. Ingekuwa watu wamekula, wameshiba, wangeweza kubishana kwa nguvu sawa kwa dakika zote 90. Lakini kwa kuwa watu wapo kwenye mifungo, basi wanacheza kitaalamu, wanashtua tu kidogo. Baada hapo unakuwa na uhakika wa kuchukua alama 3 ama kwenda kusonga mbele, unaelekea hatua inayofuata. Na kubumba lipo. Kombe la CRDB hatujalichukua kwa muda mrefu. Mafanikio yetu kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni kuishia hatua ya nusu finali. Tumecheza nusu finali 2, moja Mwanza tukatolewa, nyingine Mtwara tukatolewa, na mwaka jana tukatolewa hatua ya 16 bora dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo miaka 3 bila kuchukua kombe hili ni miaka mingi kwa timu kubwa kama Simba. Hivyo hatuna budi, pamoja na kwamba tunajenga timu, lakini hatuna budi kupambana kuchukua kombe hili kwa maslahi ya mashabiki wetu. Haijashika. Siku zile sikula daku. Wewe maliza bana, wanajeshi wanataka kutoka. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema. Tele niko vizuri ndugu yangu. Shukrani sana. Na leo mchezo umetamatika kwa mabao 0 ambapo mnyama Simba ameshinda. Na wewe hapo ni mshabiki wa Simba tunataka. Sasa unazungumzia kuhusu mchezo leo. Kwa dakika moja angalau. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, mechi ilikuwa tafu, mechi nzito, na kama unavyojua mashindano kama haya, kocha wetu Fadlu Debisa Guardiola Mwembamba alikuja na tahadhari zote, na tushaichezaga mashindano kama timu kama hizi kidogo ziliwahi kututoaga, nakumbuka. Kwa tumeingia kwa tahadhari kubwa sana, na ukiangalia tuna mechi mfululizo hapa, tarehe 14 tunacheza kwenye ligi na hii kwenye mambo ya CRDB Federation. Kwa hiyo namshukuru sana mwalimu wangu, leo amefanya rotation ya maana, wachezaji waliopangwa ametupa hichi ambacho tulitarajia na Simba. Ni mashindano yalikuwa sio mechi nyepesi na tulijifunza. Juzi tumeona ndugu zetu wa Chamazi aliwatokea Mbeya City, ikaja pacha pale mara matuta wakati wametolewa. Na kwa hiyo sisi tumejifundisha na ishaye kutokea. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hicho tulichokipata, na nashukuru sana wachezaji wangu, technical bench kwa jumla, na wapongeza sana na wenzangu kuja nimefarijika, nimefurahi sana. Okay, sawa. Labda katika mchezo wa leo ambao tumemateka kwa mabao 3, labda bila shaka kuna mchezaji ambaye amecheza vizuri sana, umefurahi sana uwepaka uwanja hapa KMC. Labda ni mchezaji gani ambaye amekufurahisha katika mchezo leo? Kwa vile tunaelekea kwenye Kwaresma na tuko kwenye hii Ramadhani, asilimia kubwa wachezaji wangu wote walikuwa wamefunga. Kwa kama mimi nawapongeza sana wachezaji wangu wote. Man of the match ni wote kwa jumla. Jinsi wamepambana, na unaona jua ilikuwa so rafiki kivile. Kwa hiyo kama mimi bwana, wote kwa hicho walichonipa nimefarijika. Unajua mashindano kama haya siwezi nikasema huko kata hili. Nimeona wote tu umenipa kile kitu ambacho mimi nilichokuwa nakitarajia kaka. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hichi nilichokipata kaka. Okay, shukrani sana. Labda kwa majina yako tamani kujua majina yako halisi kabla anaitwa Moses Ambrosi au mzee wa mipasi milioni Zidane wa Mbaki zote, mzee wa ubaya ubwela, na kama kawaida yangu sizalao bajaji ndege tufikisha huko. Asante, tunashukuru sana kwa mtazamo. Kiongozi, mchezo nimefurahia, nimeuona mzuri, nimeridhika, na nilikuwa na hamu ya kuwaona wanangu wanacheza. Nimewaona, nimefurahi na nimeshukuru. Labda katika mchezo huu leo, mchezo gani ambao umekufurahisha sana katika mchezo leo? Mchezo umenifurahisha, wanangu walivyofunga, nimefurahi. Mchezaji gani leo ambaye umemwona amecheza? Wote waliocheza wale, wote waliofunga nimewapenda na nimefurahi wamefunga, kwa sababu tangu majuzi nilikuwa na stress
baada ya dabi kutwa nikawa na stress zangu kwa sababu nijipanga, nikajua leo naenda kuangalia dabi kuwafunga watu, lakini baada ya mchezo kuvunjika nikapata stress, lakini kwa leo na hizi stress zangu kidogo zimepungua. Zimeanza juzi Jumamosi baada ya mchezo kwa lakini kulikuwa na wajibu waenda kuwafunga hao sana, tusidomana. Unaona wakakataza hata watu kuingia ndani kwenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo makosa yapo kwa Yanga. Ndio makosa wanayo wao. Sasa kwa nini timu haiwezi kuleta wakati hawajafanya mazoezi. Watu wameenda pale wafanye mazoezi, wamewakataza. Kuwakataza watu wamekaa wanangoja nje, labda wataturuhusu, muda unaenda. Maana yake muda baada ya kwenda kabidi wanangu waondoke. Hawezi kusimama nje wakae baada ya kuanza kufanya fujo mara hivi, ikabidi waondoke. Kwa hiyo wao hawana makosa, wenye makosa ni Yanga wale wakatalia kuwapa nafasi ya kufanya mazoezi ili kesho yake waende wakacheze. Kwani mchezo huo kwani katika mazoezi ilikuwa inategemea mazoezi yafanyike katika dakika ngapi? Ndio maana nikakwambiaje kwa nini hawakuwaruhusu wakawakatalia. Labda kuna imani zote ambazo waliweza kufikiria pale. Sijui wenyewe kwa imani zao, na kama imani waliziona wanapodai waliona kwa nini wasiwakamate. Wakawachinja kabisa waje suku. Kwa nini wasiwakamate? Maana ushahidi, neno na ushahidi. Mmewaona bwana, ingieni na wale mbuzi wangewakamata. Jamani wameingia watu wanafanya mazoezi, lakini tungewakamata na mbuzi wao hawa. Ingekuwa nafuu, lakini wao wana kazi ya kusema kwamba wamekuja na mbuzi, wamekuja na kondoo, mbona hawaonekani wamekuja na wazee? Kwa nini wasingetoka wakamate wale wazee wamekuja nao? Wana udai wao. Ndio maana yake, na ndio maana wakaogopa, wakakataa, wakaona tuwakataze wasifanye mazoezi ili wapate kuondoka, na sisi tunaogopa. Sio kweli, mchezo ulishapangwa, wala haukuwa na mkakati wa kukataza mchezo ule. Ingekuwa mkakati wangekataa hata kule katika kwenda kufanya mazoezi, wasingeenda hapo, ndio ungesema wamekataa, lakini wameenda. Sisi tuko tayari, ikipangwa tunakwenda kucheza. Kwa hiyo ndio kwamba sasa hivi hata kama mkielewa mazoezi kama walifanya tena hawawezi wakazuia. Wakizuia tunaondoka tena. Je, Yanga kukataa tena kama wamekimbia labda mchezo, kwa sababu kuna baadhi ya washabiki wanasema Yanga usiingie uwanjani kwamba dabi ikipangwa. Je, wasiingie, sheria itafuata mkondo wake. Okay. Inshallah.